nikuulize kitu kimoja tu, labda nitafsiri vizuri kwanza tukianza katika mikataba ya kudumu. Mikataba ya kudumu si ndio hii ya permanent and pension hapo? Au mikataba ya kudumu ipi hiyo? Yaani kuna baadhi ya watumishi wanakuwa wanapewa labda mkataba wa miezi 6 au mwaka mmoja. Kwa hiyo sasa hawa wanakuwa waingizwi kwenye PSSF. Na hili swala limekuwepo. Sasa wewe kama wewe waziri unalizungumziaje hili swala? Okay. Ndio. Labda niseme kabla sijazungumzia jambo la mikataba. Utumishi wa umma ulivyo una sifa zake. Kwa mfano, ili uweze kuwa entitled kupata pension, ni lazima ufanye kazi kuanzia miaka 15. Na ndio maana kwenye ile sera yetu ya ajira tumesisitiza sana kwamba ule umri wa mtu kuajiliwa, yani ile cut off point ile, ili uweze kupata ajira ni kabla hujatimiza miaka 45. Ili uweze kupata miaka 15 kwa ajili ya kukusanya hizo ili ukiondoka mzee unaondoka vizuri na pensheni yako. Kwa hiyo katika mazingira haya unapozungumzia kwamba mikataba ya kudumu haina nini, hapana. Lugha nzuri ni kwamba mikataba yetu sisi kiutaratibu na sera inakutaka kwamba mtu yoyote lazima awe na miaka 15 ya kutoa huduma ndani ya serikali. Hili la kwanza. Lakini la pili, kwenye mikataba hii ya muda mfupi. Mikataba ya muda mfupi, ndugu zangu, niseme tu kwamba haya ni matakwa pia ya kisheria. Kwa maana kwamba mtu unaweza ukaamua mwenyewe kwamba mimi namwajiri mtu kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, au namwajiri mtu kwa kazi hii ambayo inatakiwa. Sasa ziko criteria za kuingia kwenye mikataba ya muda mrefu ambao nasema wa kudumu. Kwa hiyo na moja hapo kuingia kwenye mkataba muda mrefu ni siku hizi tumeamua kwamba kila ajira inapitia wapi? Secretariat ya ajira. Huko ndo kuna mikataba ya muda mrefu. Lakini sasa katika taasisi zetu nako pia kuna mipango yao. Kwa mfano ukienda leo kuna baadhi ya taasisi zinatoa mikataba ya mwaka mmoja, alafu baadaye wanakuangalieni, kwa sababu unajua pia hii ni kama kwa maneno mengine nasema kama probation period. Unaangaliwa, wakiridhika nawe, ukifika mwisho wa mkataba wako pale unaitwa, unapewa mkataba moja kwa moja, au mzee wanakuaga kwa heri kutokana na nini? Na performance yako. Sasa hii sisi kama serikali ndio tumeregulate haya mambo yote. Kwa hiyo sasa wewe kama una shida specific, kwa maana bwana mimi nilikuwa nafanya kazi labda serikalini, lakini baada ya mwaka mmoja watu wameniambia bwana kwa heri, hiyo sasa hiyo tutazungumza. Na kesi kama hizo nadhani kabisa kiukweli zitakuwa cases specific katika baadhi ya maeneo, na mimi kama waziri ningependa kuzisikia hizo cases zije katika ofisi yangu ili tuweze kuzitolea majawabu. Lakini kama unavyojua pia hizi kazi za muda mfupi au za mikataba mara nyingi sana, unless kama upate kwenye ile wanasema ile job entitlement ieleze wazi kwamba bwana tutakupa bima ya afya, tutakupatia NSSF, tutakupatia nini, hiyo utakuwa maana ni subject yako. Lakini katika maeneo ambayo hayajaandikwa pia nayo kwamba utakuwa entitled katika hilo, nalo pia ni subject ya wewe mazungumzo na wale ambao wamekuajiri. Isipokuwa labda niseme sasa kwenye mifumo yetu sasa, kwa mfano kwenye NSSF kuna mifumo sasa hivi nafikiri tulianza mwaka jana. Kuna mfumo mwingine unaitwa NISI. Sio mnaujua? Maki sasa naanza kufanya kazi ya waziri mkuu. Kwenye mfumo unaitwa NISI, ambao mfumo ule unatoa nafasi ya wewe mwajiliwa wa kitu chochote kile. Hata wewe cameraman ukipata 10,000 yako unakwenda NSSF unaweka. Umepata 5,000 unakwenda NSSF unaweka. Ile michango yako ile inatakiwa kwa mwezi. Yaani katika siku 30 zile uweze kuchangia shingapi? 30,000. Si mnaelewa vizuri? Kwa maana kila siku kuchangia shingapi? 1,000. Kwa hiyo ukifanikiwa kuchanga nani katika siku katika mwezi mmoja ile 30,000, ukichangia mara 3 unakuwa entitled kupata bima ya afya na benefits nyingine. Na baada ya muda fulani unaweza kuwa entitled pia kupata hata mkopo wa nyumba. Kwa hiyo serikali inafanya mambo mengi sana. Ndio ninasema kwamba idara zetu za wasemaji, hebu tusaidieni kutangaza haya mambo.
sababu hii ni kazi kubwa ambayo imefanyika na serikali yenu inafanya mambo haya kwa kazi kubwa sana. Na lakini pia kwa mujibu wa takwimu ambazo tunazo ofisini kwetu pale, hizi kazi za mikataba ni only 3% tu ya serikali nzima, ambayo na hizo zinatoka kwenye maeneo maalum, sio kila maeneo ambayo kunakuwa na kazi za mikataba. Juu ya jambo la TASAF ambao niseme ni jambo la TASAF kugusa walengwa, ni kweli. Na bahati nzuri niseme ni washukuru sana wenzangu ambao wametuachia ofisi, Comrade Simba Chawene. Kwa kweli umefanya kazi kubwa sana, ni nzuri. Na kwa kweli nataka niseme mbele hapa, maua yake tumpe bwana. Katika eneo la TASAF kulikuwa na ubabaishaji mwingi sana. Na ubabaishaji basically sio kwetu huko juu. Sitaki kuwatetea wa juu, lakini ubabaishaji uko kule chini, kwa sababu miradi ya TASAF ngazi yake ya kwanza kujadiliwa ni ngazi ya kijiji. Kwa kule kwenye kijiji kule ndiko ambapo watu wanachomeka watu ambao hawahusiki. Sasa tumeshuka mpaka chini, tumejitahidi kusafisha sana na tuna imani kwamba tuko pazuri. Japo unajua wakati mwingine binadamu wanasema bwana, mwizi hata ukimfunika kwenye chupa hivi atanyosha kidole tu kuonyesha kwamba jamani nipo. Lakini kwa kweli nataka nikwambieni, kama ipo kesi yoyote ambayo nyinyi mnaifahamu kama waandishi wa habari kwamba bwana yuko mtu fulani sehemu fulani hahusiki na TASAF, ameingizwa kwenye mfumo, basi tujulisheni. Mimi nataka nikwambieni kasa, mimi nawategemea sana waandishi wa habari. Na ndio nikasema kwamba kwangu mimi hata story mbaya ni story tu. Si umeelewa vizuri? Nileteni tu. Mimi mkileta kwangu mimi, hao wakubwa hao walokaa mbele hapa ndio kazi zao. Shika hii hapa ifanyie kazi, nataka majibu. Ila tu ni kuombeni, msio waongo waandishi wa habari. Maana wakati mwingine unakaa huko na wapenzi wako mtaani huko, wanaibuka story na wewe unaona hii ndio headline, unaenda kuandika hiyo. Tukiandika hivyo namna hii, kwa kweli nafikiri tutakuwa tumeingia katika hatua mbaya ambayo